Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi wa Izzadeen Online TV. Wakati mwingine tupo na maalimu hapa, wengi kila ni mwalimu wa Izzadeen Madrasa. Naam Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Labda tupende kufahamu wewe ni nani darasani hapa? Naam. Na majina yako? Naam. Na hapa Izzadeen upo tangu muda gani? Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina yangu naitwa Bashar Shaibu Ali. Ni miongoni mwa walimu wa Izzadeen Kigogo, walimu waandamizi ambao wanafundisha madrasa hii. Na uwepo wangu mimi katika madrasa hii nimeanza kufundisha mwaka 2020 nikitokea makao makuu ya nchi Dodoma, moja kwa moja nikaja katika jiji la Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuendeleza na kuja kulingania na kuja kuipeleka mbele dini ya Mwenyezi Mungu. Nikaja moja kwa moja nikapokelewa na mwenyeji wangu, shekhe wangu, mdiri wangu, Sheikh Suleiman Mbwana, ndio alipokea katika madrasa hii na akanipa kijiti hicho cha kuendeleza madrasa hiyo. Baada ya kuwa tuko pamoja naye akiwa yeye ametoka katika madrasa hiyo, basi mimi ndo msimamizi wa madrasa hiyo. Naam Sheikh. Naam. Lipi lilopelekea utoke Dodoma na kuja Dar es Salaam, na hapa kuna mikoa mingi kama Morogoro mpaka unafika Dar es Salaam? Lipi lilichokuvutia hasa mpaka ukafika hapa Dar es Salaam, tena Kigogo? Kigogo. Kilichonipelekea ni dini. Baada ya kusikia Dar es Salaam kuna dini na kuna watu ambao wana elimu, nikasema moja kwa moja niende huko Dar es Salaam ambao kuna watu wana elimu, ila mimi nikajiunga nao. Huko naendeleza dini, huko naendelea kusoma masuala ya kielimu. Naam. Kwa hiyo tunawashawishi wengine ambao wapo mikoani waweze kuja Dar es Salaam na kutuletea elimu za dini. Na katika washawishi kwa yule ambaye yuko mkoani, naweza kawaambia kitu kimoja. Kwanza takiwa kuja kwake huko ajili kuendeleza dini, takiwa kwanza amesoma vizuri. Amepitia katika madrasa mikoani kule, ana elimu nzuri na ana imani nzuri. Anaweza akaja kijana kutoka mkoani kule, kama hajapitia madrasa vizuri, akaja hapa akaharibika, akaingia katika njia ambayo sio sahihi. Kwa kuwa Dar es Salaam kuna vishawishi vingi. Kwa kuwa Dar es Salaam kuna vishawishi vingi, kuna mambo mengi. Labda nieleze kidogo. Wakati natoka Dodoma na kuja Dar es Salaam, nilimwaga mwalimu wangu. Wakati namwaga, basi alinama kwanza muda wa dakika 3. Shehe wangu anaambia, kijana wangu, Dar es Salaam nafuata nini? Kaambia, Dar es Salaam mimi kufuatana jinsi nimesoma hapa na nimehitimu, basi kule naenda kuangalia kama nitakuta ziada za huko. Akaniambia, Dar es Salaam sio kuzuri, Dar es Salaam sio mahala pazuri. Neno hilo nilijiuliza, nimuuliza sio kuzuri kwa njia gani? Hakunipa majibu. Majibu hayo nimepata baada ya kufika Dar es Salaam. Naam, kufuatana na vishawishi, anasa mbalimbali na mambo ambayo yanapatikana katika jiji letu la Dar es Salaam. Labda tangu ufike Izzadeen Madrasa, naam, kuna changamoto gani ambayo wewe kwako umeona imekuumiza sana, au labda ilishawahi kukutokeaga lakini imezidi hapa Izzadeen Madrasa? Izzadeen Madrasa, changamoto hapa sio nyingi sana. Hakuna changamoto yoyote hapa zaidi ya tunakaa nao vizuri, umepokea vizuri, naendelea nao vizuri. Mambo madogo madogo hayaachi. Ni hapo madogo madogo, lakini hakuna changamoto ya kutisha sana. Na vijana wa Izzadeen, labda katika masuala ya Qur'an tukufu, je, kuna tahfiz al-Qur'an hapa? Tahfiz zipo. Kuna juzu ngapi hadi juzu ngapi? Kuna juzu ya kwanza mpaka juzu ya 30. Kufuatana na kuhudhuria kwa mwanafunzi anafika darasani. Anafikaje darasani, kwa muda gani? Na kwa sasa hivi kuna changamoto katika mashule yetu haya. Vijana wanakaa mashule sana kuliko madarasani. Sasa unaweza kumleta kijana darasani hapa, akaingia akaendelea kusoma vizuri, lakini changamoto za shule ukuta wiki nzima, Jumapili ndo anafika darasani. Pia sasa katika kuhifadhisha utakuta mtoto anarudi nyuma kufuatana na masuala ya kishule. Sawa kabisa. Kwa hiyo changamoto zinazopitia darasani hasa za shule na madrasa. Katika changamoto kubwa ni kutokupata wanafunzi kwa wakati. Katika changamoto kubwa za darasani hapa ni kutokupata wanafunzi kwa wakati, na hilo kufuatana na masuala ya shule. Na hilo naweza nikalisemea kidogo, kama hata wale mamufti wananisikia,
wizara zinanisikia, basi taomba kidogo angalau watupe muda katika walimu wa madrasa. Ndio. Tupate nafasi za kukaa na vijana. Kwa mfano watoto wakitoka la asubuhi angalau saa 8 saa 9 waachiwe. Angalau saa 10 saa 11 waingie darasani mpaka saa 12 saa 1 utakuwa unapata chochote. Na vipi katika mambo ya kawali ndio vipi? Mambo fresh au una changamoto kidogo? Hapo mambo yanaenda vizuri kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Tunasogea kidogo vizuri. Lipi unashauri walimu wenzako wengine ambao wanataka nao waingie katika tasnia? Maana kuna watu wengi wanatamani wewe walimu wa madrasa lakini changamoto unazozisikia labda naweza kawa sio kweli ama zipo. Kipi unachowashauri ama ambacho uwashawishi nao waweze kuingia katika swala la walimu wa madrasa? Katika kuingia katika swala la madrasa, kwanza katika kuwa mwalimu wa madrasa au mwalimu wa kufundisha vijana, kwanza takiwa imani. Kama nilivyoeleza kwamba unaweza kukaa darasani na kuna watoto hata mmoja hajafika, bado uko shule. Ndio. Na ukiangalia wenzako wako wanatafuta hela, afu umekaa darasani, ni changamoto. Sasa kwa yule ambaye anapenda kujiunga na kuendeleza dini au kufundisha dini, takiwa kwanza awe na imani. Na akae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Asikae kwa ajili ya maslahi. Akae kwa ajili ya maslahi shapotea. Unaona? Akae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anuie Mwenyezi Mungu nafundisha kwa ajili yako. Hapo atafaulu na tadumu katika masuala ya kielimu. Naam, ulisema unaitwa Shenan? Naitwa Sheikh Bashar. Sheikh Bashar. Kutoka Dodoma. Kutoka Dodoma. Nasema kazi yako kwa Dar es Salaam. Izzadeen Kigogo. Kwa mtu akikuhitaji akifika Izzadeen madrasa atanipata. Basi inshallah Sheikh. Karibuni sana. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na mpenzi wa Izzadeen Online TV, tupo bado Izzadeen madrasa kwa mengi. Leo tuna iftari hapa. Kwa hiyo ukipata wasaa karibia tupate iftari hapa, na pia tuna jambo kubwa saa siku ya Eid al-Fitr, mfungo mosi, pia tuna majambo mengi na mengi tuendelea kujuza. Izzadeen TV tunaendelea na wewe pamoja.